Mbunge wa Kigoma mjini Revocatus Clayton Chipando alimaarufu kama Baba Levo afuturisha misikiti zaidi ya 45 katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Baba Levo afuturisha misikiti ya 45 iliyo katika jimbo la Kigoma mjini. Kwa habari na taarifa kamili, ambatana nami mwanzo mpaka mwisho kabisa. Ndiyo, Baba Levo, mbunge wa Kigoma mjini, katika siku ya kwanza ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani imemkutia akiwa yuko jimboni kwake katika jimbo la Kigoma mjini, akifuturu na wasaidizi wake na timu yake ya kazi katika eneo hilo la Kigoma mjini. Baba Levo ameahidi na kusema kwamba mpaka sasa hivi wameshaweza kuratibu kwamba atafuturisha misikiti 45 iliyoko katika jimbo la Kigoma mjini. Kwa asilimia kubwa ameainisha kwamba Kigoma mjini kwa wale wote wenye mahitaji au wenye uhitaji kuhusiana na masuala ya futuru anaweza kusapoti katika hili hapo, kutokana na makampuni ambayo yameweza kumsapoti Baba Levo katika kuhakikisha katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kila Muislamu mwenye uhitaji basi aweze kupata chochote kitu kama riziki ya baada ya kuwa tayari amekwisha kufunga tangia asubuhi. Baba Levo ameeleza hayo katika video yake ambayo amekuwa akizungumza wakati akiwa anafuturu, na yeye pia ameweza kushirikiana na timu yake ya kazi kuweza kufuturu katika meza moja, isipokuwa sahani tofauti tofauti, lakini katika umoja ambao umeonyeshwa hapa inaonekana kabisa ni umoja wa kipekee zaidi, na ubora ambao unaonekana hapa ni ubora wa kipekee zaidi. Kwa hiyo kutokana na hiki ambacho Baba Levo mtaalamu fundi majumba ameweza kukifanya kwa ajili ya wana wa Kigoma, imezidi kuleta motisha na imani kubwa kwa wakazi waishio katika jimbo hilo la Kigoma mjini, na hata zile mambo za harakati ambazo zilikuwa zikiendelea, ama kama kuna mpango wote ambao ulikuwa ni wa kumrudisha nyuma katika kazi yake ya ubunge Baba Levo katika jimbo la Kigoma mjini, jitihada hizo zinaonekana sasa kugonga mwamba, kwa sababu uwezo mkubwa ambao amekuwa akiufanya na Mungu amekuwa akimbariki, akimuongoza vyema katika kuhakikisha anawatumikia vyema kabisa wananchi wake wa jimbo la Kigoma mjini. Unaona bwana. Kwa hiyo amekuwa ni mbunge ambaye kwa hivi sasa anazungumziwa zaidi katika nchi hii ya Tanzania, japokuwa kuna wabunge wengi sana katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kwa asilimia kubwa kwa hivi sasa mbunge namba 1 Tanzania ambaye anayezungumziwa au anayeongelewa zaidi katika midomo ya watu, huwezi kumwacha Baba Levo, mtaalamu huyu fundi majumba mwenyewe. Ni mtu ambaye amejinasibu katika kujiweka kwa wananchi zaidi kuliko maslahi binafsi. Unaona bwana, kwa sababu kwa jinsi ambavyo na mambo ambayo anayoyafanya amekuwa ni tumaini kubwa zaidi kwa watu ambao wanatumaini naye, kwa mfano wabunge, kwa mfano wananchi wake ambao wamekuwa wakimwona kama ni kijana ambaye anayefanya vitu vizuri zaidi katika jimbo hilo la Kigoma mjini. Kuhusiana na hiki ambacho kimeweza kutokea Baba Levo kuweza kufuturusha katika eneo la Kigoma mjini pale, unaweza ukadondosha maoni yako na wewe hapo chini ya video kwamba kitu gani ambacho umeweza kuchukua hapo kama funzo, kama unaweza ukatoa maoni pia kuhusiana na hiki ambacho amekitenda Baba Levo mtaalamu fundi majumba katika hiki ambacho amekifanya katika kufuturisha jimbo la Kigoma mjini, tena misikiti 45. Unaona bwana, sio jambo ambalo kikawaida unaweza ukalichukulia poa. Basi kama hujasikiliza kile ambacho Baba Levo alikizungumza, basi wasaa huu ni kuachie usikilize video hii hapa wakati Baba Levo anazungumza. Niko Kigoma na nina furaha kubwa. Leo nimekutana na timu yangu ninaofanya nao kazi Kigoma mjini, lakini tumekubaliana kwa pamoja kwamba jimbo la Kigoma mjini tutafuturisha misikiti 45 katika jimbo la Kigoma mjini. Tutahakikisha tunawafikia Waislamu kwa Wakristo
wanaofunga katika jimbo zima la Kigoma mjini. Waislamu wamechagua misikiti yao 45, misikiti mikubwa ya Ijumaa katika kata zote 19. Tutahakikisha kila msikiti wanaipata sadaka ambayo tumepewa na makampuni ambayo yana support, ikiwepo Azania Group pamoja na Silent Ocean. Lakini pia sisi kama mfuko wa jimbo au ofisi ya mbunge tumeplani kufuturisha misikiti 45 katika jimbo la Kigoma mjini. Lakini pia tuko katika majadiliano na mashehe wa wilaya, kama tutakubaliana tunataka kabla ya sikukuu ya Idi kuwe na shindano la kuhifadhi Qur'an. Kwa kutakuwa na shindano ambao tutawapa washindi. Mshindi wa kwanza tunategemea tumpe ng'ombe 2, mshindi wa pili tumpe ng'ombe 1, mshindi wa tatu tutampa kesh $500, na washindi wengine 7 waliobakia kila mmoja tutampa $200 kama hongera ya kushiriki. Kwa tunajadiliana na mashehe tuone utaratibu mzuri wa kuweza kufanya. Tutafutulisha misikiti 45, washehe watachagua wao misikiti gani. Wamesema misikiti ya Ijumaa, tumekubaliana. Lakini pia tutakuwa na shindano la kuhifadhi Qur'ani katika jimbo la Kigoma mjini, na washindi watapata zawadi nono kutoka kwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini ambaye ni mimi. Nashukuru sana, Mwenyezi Mungu ametujalia, watu wanafunga, mji wetu uko salama. Viongozi wa dini waendelee kutuombea. Wakristo wanafunga Kwaresma, Waislamu wanafunga Ramadhani. Mwenyezi Mungu atubariki kwa pamoja. Niko na futuru mgebuka kama mnavyoona. Huu upati popote zaidi ya uje hapa Kigoma mjini. Shukran.